Mwinue Yesu juu kama mwana wa Adamu. Huu ni mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi Machi mwaka 2025. Karibu tujifunze pamoja. Hii ni Machi 22. Kabla tujalianza somo hili, ni kualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunalitukuza jina lako siku hii njema ya leo. Nafasi ya pekee ambayo umetupatia tena, sisi tutaitumia kwa uaminifu. Tutaendelea kukusifu na kukuabudu. Tutaendelea kulitukuza jina lako takatifu. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi siku hii ya leo. Na tunapojifunza masomo haya, neema yako isitupungukie katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema wema wa Yesu usio kifani. Isaya sura ya 50 aya 4 inasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Kama umande na mvua inaposhuka juu ya mmea unaonyauka, hivyo ruhusu maneno yashuke kwa utulivu. Tunapotafuta kuwaongoa watu kutoka kwenye makosa, mpango wa Mungu unapaswa kuufikia moyo kwanza. Tunapaswa kuongea ukweli kwa upendo, tukimwamini yeye kulipatia nguvu kwa ajili ya ubadilishaji wa maisha. Roho Mtakatifu atatumia nafsini neno ambalo lilinenwa kwa upendo. Kwa kawaida, tu binafsi na wenye kupenda maoni yetu, lakini tukijifunza masomo ambayo Yesu anatamani kutufundisha, tunakuwa washirika wa asili yake. Kuanzia hapo tunaishi maisha yake. Mfano wa ajabu wa Kristo, huruma isiyo na kifani ambayo kwayo yeye aliingia katika hisia za wengine, akilia pamoja na wale waliolia, akifurahi pamoja na wale waliofurahi. Lazima iwe na ushawishi wa kina juu ya tabia ya wote wanaomfuata kwa uaminifu. Kwa maneno na matendo ya huruma, watajaribu kuifanya njia kuwa rahisi kwa miguu iliyochoka. Kote kutuzunguka kuna watu wanaoteseka. Hapa na pale, kila mahali tunaweza kuwaona. Hebu na tuwatafute hawa wanaoteseka na kuwaambia neno kwa wakati ufaao ili kuifariji mioyo yao. Hebu daima tuwe mikondo ambayo kwayo kutatiririka maji ya huruma ya burudishayo. Katika jumuiya zetu zote inapaswa kukumbukwa kwamba katika uzoefu wa wengine kuna sura zimefungwa zisionekane kwa macho ya kibinadamu. Kwenye kurasa za kumbukumbu kuna historia za kuhuzunisha ambazo zinalindwa kwa uzuri toka kwenye macho ya utafiti. Hapo kuna mapambano marefu, magumu na hali ngumu. Huenda ni matatizo katika maisha ya nyumbani ambayo siku baada ya siku hudhoofisha ujasiri, matumaini na imani. Wale wanaopigana vita vya maisha katika hali ngumu sana wanaweza kuimarishwa na kutiwa moyo na uangalifu mdogo unaogharimu tu jitihada yenye upendo. Kwa watu kama hao, kushikwa mkono kwa nguvu na msaada wa rafiki wa kweli kuna tumaini zaidi kuliko dhahabu au fedha. Maneno ya wema yanakaribishwa kama tabasamu la malaika. Kuna watu wengi wanaosumbuliwa na umaskini, wakilazimika kufanya kazi ngumu kwa mshahara mdogo na kuweza kupata lakini mahitaji duni ya maisha. Kazi ya taabu na kudhoofisha, wakiwa hawana tumaini kwa mambo mema, hufanya mzigo wao kuwa mzito sana. Wakati maumivu na ugonjwa vinapoongezwa, mzigo unakaribia kuwa usiochukulika. Wakiwa wamechoka na kulemewa, hawajui mahali pa kugeukia ili kupata ahueni. Wahurumie katika majaribu yao, maumivu yao ya moyo na kukatishwa tamaa kwao. Hili litafungua njia kwa wewe kuwasaidia.
Waambie kuhusu ahadi za Mungu. Omba nao na kwa ajili yao. Wahuishe kwa matumaini. Maneno ya furaha na kutia moyo yanaposemwa wakati roho inaumwa na mapigo ya ujasiri yanapokuwa chini, haya yanachukuliwa na Mwokozi kana kwamba yanasemwa kwake mwenyewe. Mioyo inapofanywa kufurahi, malaika wa mbinguni wanaangalia katika utambuzi wa furaha. The Ministry of Healing, ukurasa wa 157 hadi 159. Hii ni Machi 22, mada ikisema wema wa Yesu usio kifani. Mwenyezi Mungu atubariki sote.